Mwanamichezo, ripoti za mchezo wa ligi ya mabingwa hatua ya makundi kati ya Young Africans dhidi ya JS Kabylie zimeruka kupitia YouTube channel ya Ava TV kutokea hapa Masauti Lounge. Kama ambavyo wanashuhudia, watu walikuwa ni wengi, vibe ni kubwa, na timu ya Ava TV tulikuwa hapa tukishuhudia ile big screen ambayo ilifungwa hapa kwa ajili tu ya kuhakikisha wapenda soka wakipata burudani kupitia big screen hizo na kutazama mechi mbalimbali ikiwemo ya Young Africans dhidi ya JS Kabylie, lakini mechi ya upande wa Misri kule ambapo Al Ahly walikuwa nyumbani dhidi ya AS FAR Rabat, na mchezo ukimalizika kwa suluhu ya bila kufungana, ikitoa hatma ya klabu ya Young Africans kushindwa kutinga hatua ya robo finali licha ya ushindi wa mabao 3-0 ambao wameupata mbele ya JS Kabylie. Na sasa rasmi Tanzania kwenye zile timu 4 zote ambazo zilitinga hatua ya makundi kwenye ligi ya mabingwa 2, lakini hatua ya kombe la shirikisho hatua ya makundi timu 2, sasa rasmi timu hizo zote hazipo kwenye michuano ya kimataifa kwenye hatua ile ya robo finali. Young Africans wameishia hatua ya makundi wakiwa na jumla ya alama 8 na katika nafasi ya 3 ya kundi wakishindwa kwenda mbele, lakini pia Azam FC mapema tumeshuhudia wakipoteza kwa jumla ya mabao 2-0 dhidi ya Wydad Athletic Club. Singida wao mapema tu pia nao waliweza kuaga kwenye michuano hii, na kabla ya kuishuhudia pia klabu ya Simba nao wakipoteza matumaini dhidi ya Esperance de Tunis ile siku ambayo walipata sare ya mabao 2-2. Sasa ni huzuni kidogo kwa sababu kulikuwa kuna matumaini makubwa ya timu hizi zote kwenda hatua ya robo finali, hasa Young Africans ambao walikuwa wanaangalau wanayo hayo matumaini, lakini dakika za jioni mambo sio mambo, na Young Africans wanashindwa kutinga hatua ya robo finali kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, Tanzania ikiandika historia kwa mara ya kwanza timu 4 kutinga hatua ya makundi. Sasa tusubiri na kuona kwa msimu ujao, kwa maana ya msimu wa 2026-27 utakwenda kuwa msimu wa aina gani kwenye michuano hiyo ya kimataifa. Baada ya leo hii tunafunga rasmi sasa pazia hilo kwenye michuano ya kimataifa kwa timu za Tanzania ambazo zilikuwa zikishiriki. Nadhani watakuwa wamejifunza mengi, na tulikuwa wote kwenye safari hiyo kuanzia kwenye hatua zile za awali, hatua zile za mtoano mpaka kufikia hatua hii ya makundi. Ava TV tulikuripotia mechi zote, mechi za Simba, mechi za Yanga, mechi za Singida, mechi za Azam FC pia pale Zanzibari kwenye uwanja wa Amani Complex, na tumetamatisha safari hiyo tukiwa hapa Masauti Lounge Sabata Mangumi tukipata burudani ya nguvu. Tumechoma nyama, tumekula chipsi, tumeshushia pia na vinywaji baridi kabisa tukitokea hapa Masauti Lounge. Mimi naitwa Latifa Anafi na hii ni ripoti kwa ufupi kuhusiana na mchezo huo wa ligi ya mabingwa Young Africans dhidi ya JS Kabylie wakipata ushindi wa magoli 3, Depu akiandika historia ya kufunga magoli 2 kwenye mchezo huo, Shadrack Kiboka super sub akifunga pia bao la 3 na kutamatisha ushindi huo wa magoli 3-0. Mpaka wakati mwingine tena kwenye michuano hiyo ya kimataifa, tutakutana kwenye michuano ya CRDB lakini pia ligi kuu nchini Tanzania. Tuangalie ni kwa namna gani sasa tunapata wakilishi kwa msimu unaofuata. Mimi naitwa Latifa Anafi, hii ni Ava TV. Tufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii pale YouTube tunapatikana Ava TV Tanzania, Instagram Ava TV TZ, lakini pia Facebook @Ava TV TZ.